katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa alfajiri hii, asante kwa asubuhi hii, asante kwa asubuhi hii, asante kwa asubuhi hii. Neema yako na kibali chako katika jina la Yesu. Wewe ni Alfa and Omega, wa kwanza na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Wewe ni Alfa na Omega, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Malango ya asubuhi yafunguke, malango ya asubuhi yafunguke, malango ya utajiri yafunguke, malango ya wepesi yafunguke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakate, kwa damu ya Yesu, malango ya alfajiri yafunguke, malango ya neema yafunguke, malango ya wepesi yafunguke. Baba, tumesogea kwako asubuhi hii, kibali chako, neema yako, nguvu zako, katika jina la Yesu. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye neema, Baba mpenda maajabu, mpenda miujiza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Mfalme, Mungu wa miungu. Ninaomba toba kwa ajili ya vijana, naomba toba kwa ajili ya watoto, naomba toba kwa ajili ya watumishi mbalimbali, katika jina la Yesu. Kalama ambazo umezipanga zinuke wakati kama huu, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naomba toba, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nyakati zao, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye wakati wao, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye vipawa na kalama, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwa yoyote atakayesikia sauti hii, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu. Ile milango ya baraka imepangwa kufunguka kwa ajili yao, nasema Baba, katika jina la Yesu aliye hai, malaika afunguaye baraka afungue tena, malaika afunguaye neema afungue tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fungua baraka tena, fungua baraka tena, fungua baraka tena, fungua baraka tena, kwa jina la Yesu hai. Rakate, kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimenyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya kupokea, nimenyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya kupokea, malango ya kupokea neema, malango ya kupokea baraka, malango ya kupokea kufanikiwa, malango ya kupokea kushinda, malango ya kupokea kuinuka, malango ya kupokea utajiri, malango ya kupokea kuvuka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimetangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho, nimetangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho, neema na kibali, neema na mpenyo, neema na kuinuka, katika jina la Yesu. Tazama mama yule, tazama dada yule, yamkini kuna mahali amenaswa na ngome za giza, yamkini amenaswa na ngome za mapepo, katika jina la Yesu tunatangaza katika ulimwengu wa roho, anapelekewa msaada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo na nguvu zako Bwana, damu ya mwana kondoo na uwezo wako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika
katika jina la Yesu. Nasema natangaza neema ya kusaidiwa, neema ya kutetewa, neema ya kupiganiwa, neema ya kuvushwa mahali ameshindwa kuvuka katika jina la Yesu. Asante Bwana Mungu mwenye nguvu, asante Bwana Mungu mwenye uweza, asante Bwana Mungu mwenye neema, asante Bwana mtenda maajabu, asante Bwana mtenda miujiza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu uko peke yako, Mungu mwenye nguvu na uweza. Asante kwa sababu uko peke yako, Mungu mwenye nguvu na neema. Asante kwa sababu uko peke yako, Mungu mwenye utisho na baraka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina lako ni jina lenye nguvu, jina lako ni jina lenye neema, jina lako ni jina lenye upako, katika jina la Yesu. Unaangusha kila kalenda za mabaya, unaangusha kila kalenda za laana, unaangusha kila kalenda za micho ya giza. Nasema farume na tawala katika jina la Yesu. Asante Bwana Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina lako ni jina lenye uweza, jina lako ni jina lenye neema. Peleka msaada mahali mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Watu walioandaliwa kwenye majira kama haya kuinuka, na tangaza kuinuka katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Mfalme Mungu mwenye nguvu, asante Mfalme Mungu mwenye uweza, asante Mfalme Mungu mwenye neema, asante Mfalme Mungu mwenye uweza, katika jina la Yesu. Malaika zako wafunguao baraka za alfajiri, wafungue baraka tena, wafungue kibali tena, wafungue wepesi tena, maana imeandikwa watoto wako tayari kuzaliwa, nasi hatuna nguvu za kuwazaa. Baba, katika jina la Yesu, na Baba, katika jina la Yesu, yamkini majira haya ndio majira ya wewe kuthibitika, ndio majira ya wewe kuonekana. Nasema Baba, katika jina Yesu, nenda kwa dada yule, nenda kwa mama yule. Ataona aibu paka lini? Ataaibishwa paka lini? Katika jina la Yesu nimekuja mbele za uso wako, kila mashitaka iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho kushitaki miaka yake, Baba, nimekuja mbele za uso wako, ninaomba toba na rehema. Atoke kwenye hizo ngome, atoke kwenye huo uganga, atoke kwenye huo uchawi, atoke kwenye hiyo miungu, atoke kwenye hayo majoka, katika jina la Yesu. Baba, katika Yesu, wakungutu adui zetu na wakungutu adui zetu, wakungutu adui zetu, wakungutu adui zetu mahali pao pasionekane, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usiwaache adui zetu wakastawi, usiwaache adui zetu, au usiwaache adui zetu wakatusomea, usiwaache adui zetu, usiwaache adui zetu, usiwaache adui zetu, usiwaache adui zetu wakatushitaki kwa makosa yetu. Baba, katika jina la Yesu, naomba rehema, naomba toba juu ya baba yule, juu ya mama yule, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakwenda kujifunza somo linaloitwa malaika afunguaye baraka. Malaika afunguaye malango ya baraka. Malaika afunguaye malango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini umeomba mara nyingi na umejikuta mambo yanakwenda tu, na inafikia mahali ukaona kwamba ni nguvu zako au ni akili yako. Lakini ningependa nikwambie kitu kimoja, kwamba Mungu alikuwa pamoja na wewe ulipokuwa unapiga hatua. Mungu alikuwa pamoja na wewe, na ulipokuwa unasogea kiuchumi, Mungu alikuwa pamoja na wewe, hakukupungukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tutakwenda kujifunza kidogo, somo linaitwa malaika afunguaye milango ya baraka. Malaika afunguaye milango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana na apewe sifa. Haleluya. Anza na Kristo. Tunapoanza kuomba hapa, utaomba pamoja nasi, lakini mwambie Mungu, anza nami. Na yule malaika anayefungua malango ya alfajiri, anayefungua malango ya asubuhi ya kubarikiwa, anayefungua malango ya kustawi,
anze pamoja nami. Umwambie malaika, malaika, malaika uliyepewa zamu ya kunibariki, malaika uliyepewa zamu ya kuninua, malaika uliyepewa zamu ya kunivusha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwambie Mungu, anza nami. Yamkini kuna biashara unatamani kuianza, mwambie Mungu, anza nami. Fungua milango ya baraka, fungua milango ya neema, fungua milango ya wepesi, fungua milango ya wepesi, fungua milango ya mpenyo, fungua milango ya emergency, kufanikiwa kwa emergency, kufanikiwa kwa haraka, kuinuka kwa haraka, kutajirika kwa haraka. Yamkini umepita kwenye aibu nyingi, lakini saa hii Mungu awe Alfa and Omega, na Yesu Kristo akutetee, na Roho Mtakatifu akufundishe katika jina la Yesu. Mahali ambapo akili yako iliwekwa uzito, nasema na tangazo kwenye ulimwengu wa roho, wepesi wa kila kitu, wepesi wa majira yote, wepesi wa nyakati zote, katika jina la Yesu. Nasema wepesi, nasema wepesi, nasema wepesi, nasema wepesi, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Sema, kwa jina la Yesu ninaunganishwa na neema ya alfajiri hii. Omba nami katika alfajiri hii. Umwambie malaika, fungua milango yangu ya baraka nami. Fungua milango ya baraka katika jina langu. Fungua milango ya baraka katika nyakati zangu. Fungua milango ya wepesi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mitume walianza na Yesu, wakapata wema wake Bwana. Anza vyote na Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Tunajifunza somo linaitwa malaika afunguae milango ya baraka ya alfajiri. Malaika afunguae milango ya baraka ya alfajiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tutasoma katika kitabu chetu, kitabu cha Mwanzo. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo 32, kitabu cha Mwanzo 32. Tutaanzia mstari wa kwanza. Tutaanzia mstari wa kwanza. Tutasoma habari ya Yakobo akiwa katika mji wa Labani, alipokuwa amepata zile baraka, alipokuwa amepata baraka kwa Labani, alipokuwa amepata baraka kwa Labani. Yamkini na wewe kuna vitu Mungu amevifanya kwenye maisha yako, umejisaulisha ni kama wewe ndiyo umevifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini biashara yako unaona inaenda vizuri, yamkini ndoa yako unaona inaenda vizuri. Kuna mahali umejisaulisha, ni kama wewe umetumia nguvu au umetumia akili. Lakini ukisoma kwenye kitabu hichi cha Mwanzo utagundua ya kwamba wakati Yakobo yuko kwenye malango ya Labani, alikuwa na malaika wanaoongeza idadi
ya kiwango cha baraka zake. Haleluya, 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 haleluya. Wakati malaika wako kwenye malango ya Labani na Yakobo yuko kwenye malango ya Labani akiwa anachunga mifugo, baraka zinaanza kuongezeka, baraka zinaanza kuzidishwa. Unamuona Yakobo hajui kama yuko na malaika kwenye malango hayo, wala hakujua kama ni malaika ambao walikuwa wanazirinda zile baraka zake ziongezeke. Bwana Yesu Kristo, ukiona biashara inapungua, uwe unajua uwepo wa Mungu kwenye hilo jambo imepungua. Ndio maana uwe na uhakika ya kwamba Mungu akiwa karibu na wewe, hakuna kitu kinaweza kuharibika, kwa sababu uwepo wa Mungu unatengeneza mazingira ya kuongeza na si mazingira ya kupunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anaweza akawa analia, anasema Mungu, ninaona mtaji wangu ukiwa unaporomoka. Anasema Mungu, ninaona hali yangu ya afya ikiwa inaporomoka. Anasema Mungu, naona mshahara wangu, sielewi namna unavyotembea. Jichunguze njia zako. Mungu alivyokusaidia au Mungu alivyokubariki, ulianza kutembea njia ya namna gani? Yamkini umeiacha asili yako ya kufanikiwa. Umeiacha asili yako ya kufanikiwa. Yamkini ulipoanzisha biashara yako, ulipoanzisha duka lako, ulipoanzisha misheni zako za biashara, ulianza na Kristo, au ulianza kwa maombi, au ulienda kwa watumishi wakakuombea. Lakini saa hii ulipoanza kuinuka, ukasahau ya kwamba ulianza na Mungu. Hivyo umeanza kutembea kwa akili wakati ulianza kwa roho. Ulianza kwa roho, lakini umefika mahali unaanza kutembea kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna washitaki ambao wakiona baraka zako zinaongezeka wanainuaga hasira. Kuna washitaki wakiona fedha yako inainuka wanainuaga hasira. Kuna washitaki ambao wakiona uchumi wako unainuka wanainuaga hasira. Uwe na uhakika ya kwamba kama umeinuka alafu kaiacha ile asili yako, uwe na uhakika vita yako ya kuinuka tena itakuwa ni ngumu. Bwana Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Tusome kidogo. Yakobo wakati anatoka kwenye mji wa Labani, anavyotoka kwenye mji wa Labani, hakujua kama anatembea. Anavyoondoka kwenye mji wa Labani, anasindikizwa na jeshi la malaika, ambao hilo jeshi la malaika lilikuwa linalinda zile baraka za malaika, zilikuwa linalinda baraka za Yakobo, na baraka za Yakobo ziliongezwa kwa sababu Mungu alikuwepo kwenye hilo eneo. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mwanzo 32 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Yakobo akashika njia, tumeanzia mstari wa kwanza. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye mpaka nchi ya Seiri katika nyika ya Edom. Akawaagiza akisema, mwambieni hivi, bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa, nami nina ng'ombe, nina punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema,
tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yakobo ametoka kwenye malango ya Labani, Mungu amembariki, ana kondoo, ana mbuzi, ana ng'ombe wa kutosha, ana wajakazi wa kutosha. Alipokuwa katika njia, malaika wa Bwana wakakutana na Yakobo. Haleluya. Wakakutana na nani? Wakakutana na Yakobo. Na Yakobo alipowaona akasema, hili ni jeshi la Bwana. Haleluya. Akasema hili ni jeshi la Bwana. Yamkini kwenye malango ya Labani hakuwahi kuwaona kama wako pamoja naye. Malaika wa Bwana wako pamoja na wewe, isipokuwa tu macho yako ya mwili hayajawaona. Asili yako ya kufanikiwa, narudia tena, asili yako ya kufanikiwa, yamkini ulianza na Mungu. Unaziona biashara zako zinasogea, unaona kila kitu chako kinasogea, unaona usalama wako unasogea, unaona pesa yako haiendi hospitali wala haiendi misibani. Kwa sababu gani? Kwa sababu jeshi la Mungu liko kwenye kila sekta ambayo umewekeza nguvu ya kufanikiwa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yakobo akasema, naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Hili ni jeshi la Mungu. Hili ni jeshi la Mungu. Jeshi la Mungu ni jeshi la Mungu, inamaanisha walikuwa wanatembea na Yakobo, na Yakobo mwenyewe alikuwa hafahamu kama ana jeshi la Mungu ambalo linatembea naye. Alikuwa hajui, anatoka kwenye milango ya Labani, alikuwa haelewi. Lakini amefika njiani, anawaona malaika wa Bwana wakiwa wanatembea kijeshi, wakiwa wametembea. Inamaanisha hakuwa mmoja, malaika mmoja, walikuwa ni malaika wengi ambao wamefanywa kama jeshi, ambao wanatembea pamoja, wakiwa wanatembea na ile baraka ya Yakobo. Imeandikwa hivi, Bwana akubariki na kukulinda. Inamaanisha zile baraka alizopewa Yakobo kwa Labani zilitakiwa zilindwe. Hizo fedha ambazo umezipata zinatakiwa zilindwe. Hiyo biashara ambayo inainuka inatakiwa ilindwe. Lakini lazima ufahamu ni nani aliyekubarikia. Na asilimia ya maelfu ya watu wengi wamekuwa wanasahau asili ya baraka yao imetokana na nini. Na kama asili ya baraka yako imetokana na Mungu, uwe na uhakika ya kwamba haiwezi kuongezeka kama Mungu hayuko pamoja na wewe, au kama umesahau asili yako imetokana na nini. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Utagundua ya kwamba Yakobo peke yake asingeweza kuongeza idadi ya kiwango cha ng'ombe namna hile, au asingeweza kuongeza kiwango cha uchumi namna hile. Uwe unajua ya kwamba uwepo wa Mungu ukiwepo kwenye eneo fulani, lazima hali ya hewa ya kuongezeka inatokea. Hali ya hewa ya kuongezeka inatokea. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika kitabu kuanzia mstari wa 25. Mwanzo 32 kuanzia mstari wa 25. Uone kitu kimoja hapa, Roho Mtakatifu akiwa anakisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tukianzia mstari wa 25, Mwanzo 32:35. Asema naye alipoona ya kuwa, tuanzie mstari wa 24. Wakati Yakobo alfajiri, asema hivi, Yakobo akakaa
peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mwereka hata alfajiri. Kwanza Yakobo alitafuta eneo akakaa peke yake, na alipokuwa amekaa peke yake, mtu mmoja akashindana naye mwereka hata alfajiri. Hata alfajiri. Bwana, unakumbuka tumesoma kwenye kitabu hicho cha Mwanzo 32 kuanzia mstari wa kwanza. Tukasoma pale malaika walivyokuwa wamekutana na Yakobo wakiwa kama jeshi, wakiwa kama jeshi. Na Yakobo hakupambana na malaika walio jeshi, alikuja akapambana na malaika akiwa mmoja. Haleluya, 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 haleluya. Yakobo alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na punda wengi, alikuwa na kondoo wengi, alikuwa na mbuzi wengi, na vitu vingi ambavyo alikuwa ametoka navyo kwa Labani. Yamkini ni kweli mtu kuwa na vitu vingi anaona ni baraka. Ni kweli mtu kuwa na vitu vingi yeye anachukulia ni baraka. Yamkini Yakobo aliona kuna baadhi ya vitu vimepungua. Ana ng'ombe sawa, ana kondoo sawa, ana wajakazi sawa, lakini anaona kuna baadhi ya vitu vimepungua. Jeshi la malaika lilikuwa linatembea naye anavyotoka kwenye malango ya Labani, lakini bado alikuwa hajaizinishiwa baraka. Ndio maana utagundua alipokuwa amevuka kwenye huo amevuka mahali, amemaliza kuvusha mifugo yake ng'ambo, Biblia inasema akakaa peke yake, na alipokuwa amekaa peke yake akabahatika kukutana na malaika wa alfajiri afunguaye malango ya baraka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yakobo ni kweli alikuwa anatoka na vitu vingi, ni kweli ametoka na vitu vingi, na yamkini mwingine angerizika. Kumbe angalia kuna kitu gani umemishi. Yamkini una baraka lakini una amani. Yamkini una vitu vingi lakini hauna amani, hauna furaha. Vimekuweka chini ya udhibiti, uko chini ya udhibiti wa baraka yako. Sio baraka iko chini ya udhibiti wako. Kuna utofauti wa baraka kuwa juu yako na baraka kuwa chini yako, kwamba umeitawala baraka, yaani kwamba baraka iko chini ya utawala wako. Na kuna wengine baraka ziko juu ya utawala wao, baraka zinawaendesha. Ukiona baraka inakuendesha, huwa unajua ya kwamba umetawaliwa. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yakobo anaona kuna baadhi ya vitu vinamishi, kuna vitu vimepungua, kuna vitu havioni. Haleluya. Akashindana na yule malaika, akashindana naye hata alfajiri, akashindana naye, anashindana naye. Kuna malaika wa alfajiri anayefungua baraka, anayeizinisha. Sasa yamkini una jina la baraka, lakini baraka bado hazijaachiliwa. Yamkini una vitu vingi, lakini bado baraka hazijaachiliwa. Unaweza ukawa na vitu vingi lakini baraka bado. Biblia inasema hivi, inasema Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuinulie uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukufadhili, kwamba baraka yoyote inalindwa. Haleluya. Bwana akupe amani, Bwana akubariki na kukupa amani. Inamaanisha baraka yoyote lazima iambatanishwe na amani. Palipo na uwepo wa Mungu pana viwango vya amani. Palipo na neema pana viwango vya kufurahi na kustareheshwa. Hakuna mtu ambaye anasema nimebarikiwa wakati huo wanaumwa. Baraka inaambatanishwa na afya. Hakuna mtu ambaye anasema nimebarikiwa wakati huo wanalia. Baraka inaambatanishwa na furaha.
Ukiona kuna mahali umebarikiwa viwango vya wingi wa fedha, lakini hauna amani, huo unafahamu kuna mahali adui amekufanyia ujanja. Na kama adui amekufanyia ujanja, ruhusu uwepo wa Mungu ulete amani. Biblia inasema mjue sana Bwana Mungu wako ili upate kuwa na nini? Upate kuwa na amani. Lakini kwa nini sasa unamjua Mungu Kwa nini sasa usitake kumjua Mungu ili upate kuwa na amani? Na kama hauwezi kumjua Mungu, huo unafahamu kwamba amani kukujiria itakuwa ngumu. Haleluya, 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 haleluya. Biblia inasema Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mwereka hata alfajiri, naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Sasa utabaki unashangaa, kama Yakobo alikuwa na wingi wa ng'ombe, wingi wa mbuzi, wingi wa wajakazi, anapoenda kwa Esau ndugu yake, sisi tungechukulia kwenye hili eneo kwamba Yakobo alikuwa tayari ameshabarikiwa. Lakini unaona bado Yakobo anang'ang'ania baraka kwa huyu malaika wa alfajiri. Anang'ang'ania baraka kwa alfajiri. Hakung'ang'ania kwa Mungu, aling'ang'ania kwa malaika wa Bwana wa alfajiri. Mungu anapokuwa anakubariki, kuna watendakazi wa kiroho au kuna serikali ya kimbingu ambayo ndiyo inafungua baraka kwa kanuni. Baraka hazifunguliwi hivi hivi, baraka zinafunguliwa kwa kanuni. Bila kutembea kwenye kanuni, baraka zitabaki historia. Haleluya. Una jina la mtu aliyebarikiwa, lakini unatembea kama maskini. Una jina la mtu aliyeinuka, lakini unatembea kama mtu aliyechoka. Una jina la mtu mwenye furaha, lakini unatembea kama mtu mwenye huzuni. Nini? Kuna baadhi ya malango ya baraka hayafunguka. Na ni kwa nini hayafunguka? Kwa sababu haujatembea kikanuni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbingu inatembea kwa kanuni. Malaika wa habari akiambiwa peleka habari kwa dada yule, malaika wa habari anakuja. Kuna malaika wa habari, kuna malaika wa maelekezo, kuna malaika wa baraka. Malaika wa habari, yeye kazi yake kukuambia Bwana asema ataleta mema. Alafu na yule aliyeandaliwa kuleta mema anafanya kazi ya kuyahimiza mema yatokee. Yamkini umeletewa habari ya kwamba tayari umebarikiwa, au malaika wa Bwana alikwambia mwanangu, nimekubariki. Lakini je, yule malaika afunguaye baraka amezifungua, au umefarakana naye uliposikia taarifa ukafurahi kupita kawaida angali bado hujapokea? Haleluya. Ulipopata wepesi mwanzoni wa kuianza hiyo biashara yako, au kuanza misheni zako za kiroho au misheni zako za biashara, ulioanza na wepesi, imekuwaje leo umekutana na ugumu? Huo una uhakika ya kwamba milango ya baraka haikufunguka totally. Kwa nini haikufunguka totally? Kuna mahali ya kutembea kwenye asili ya kanuni za kimungu, ukajikuta umeanza kutembea kwa asili ya kanuni za wanadamu. Kuna kanuni za wanadamu na kuna kanuni za kimungu. Kanuni za kimungu zinaendana na zile misheni za kimungu. Kama yuko malaika wafunguaye baraka, anaweza kufungua baraka ambazo hakuna yoyote ambaye anaweza kuzizuia. Malaika wa Bwana akifungua baraka zake hazizuiliwagi. Si swala la kujaji nani aliyekuombea vibaya.
Ndio maana utaona malaika ambaye alikuwa anafanya ulinzi wa baraka ya Yakobo, kwenye kitabu cha Hesabu 22 utagundua ya kwamba malaika aliyokuwa analinda baraka ya Yakobo alifanya bidii ya kumzuia Balaam asiende kwenye madhabahu ya dhabihu ili awalani Israeli. Ndio maana anasema hapata kuwa na uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Unagundua ya kwamba yule malaika aliyekuwa anamzuia Balaam mpaka ikafikia punda akawa na uwezo wa kusema nini, anafanya bidii kuilinda ile baraka aliyoiachilia. Kama malaika amefungua baraka, hawezi kuiacha mtu yoyote akainua kuirani au akainuka kuiangusha. Haleluya, haleluya. Unamwona Yakobo anashindana na malaika alfajiri, anasema usiponibariki sikuachii. Usiponibariki sikuachi. Ni wangapi alfajiri wanaweza kuamka kuomba wakamwambia Mungu, najua umenibariki, umeliachilia duka langu, umenipa biashara nzuri, lakini nimekuja tena ufungue nami. Biashara ninapoenda kazini, naomba mkono wako na nguvu zako zinazoweza kufungua baraka ambazo zimewekwa kwa ajili ya siku ya leo. Ninaomba uzifungue. Na yule malaika aliyowekwa kwa zamu ya leo kufungua malango ya baraka, na ninaomba basi afungue. Unaona ya kwamba yule malaika ambaye anafungua baraka, yamkini haujamuomba sogee karibu na wewe, au imefika mahali umeona akili yako inatosha, au umefika mahali umeona kama uko busy. Yaani kuna mazingira ambayo unaweza ukajikuta uko busy masaa 24. Kwa nini uko busy masaa 24? Umekuja umeiweka kazi mbele kuliko Roho Mtakatifu au kuliko Mungu mwenyewe. Unajikuta umeamka asubuhi hujaomba, umeingia dukani hujaomba, unatoka dukani hujaomba. Yaani umeanza kwenda kinyume na ile kanuni ya asili ambayo ulikuwa umeanza mwanzo. Na kuna wengine walianza na uganga, walienda kwa waganga wakapewa dawa, lakini si swala la kusema ulipewa dawa. Kuna nafasi, ukiona biashara yako inaenda vibaya, kuna nafasi ya kumwambia Mungu, ni kweli yamkini kuna mahali nilijichanganya, nikachanganya Mungu, nikachanganya dawa na imani ya kukujua wewe. Hapana, ni sana ambayo ninaiombea biashara yangu toba. Bwana Yesu aweza. Unamuona malaika mmoja ambaye amebaki akiwa anamwangalia Yakobo. Wakati Yakobo anatoka kwenye malango ya Labani, amekutana na malaika ambao wanaonekana kama jeshi, ambao wanatembea kama kundi. Yakobo anasema nimeliona jeshi la mbinguni, nimeliona jeshi la mbinguni. Furaha yake ya ndani ikafunguka, akajua ya kwamba yuko kwenye eneo salama, eneo salama. Amefurahia kuwaona malaika, lakini angali bado hana baraka. Ndio maana unaona kwenye kitabu hicho cha Mwanzo 32 kuanzia mstari wa 25 unamuona Yakobo anang'ang'ania baraka. Na kama angekuwa anazo baraka, kwa nini anang'ang'ania tena? Inamaanisha pamoja na kwamba alikuwa na ng'ombe wengi ambao amevuna kwa Labani, lakini bado kulikuwa na kitu kinamishi. Kuna kitu kimepungua. Chunguza, ni kweli una mtaji mkubwa, lakini kitu gani kimepungua? Kitu gani kimepungua? Ni kweli una fedha za kutosha, lakini kitu gani kimepungua? Fahamu ya kwamba kama unaona una fedha nyingi na umekosa amani, huwa unafahamu ya kwamba kuna maeneo ambayo kunahitaji mkono wa Mungu upite kufungua baraka ya amani. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, mstari wa 27. Anasema akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Halo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli.
Halo? Maana umeshindana na Mungu na watu, naye umeshinda. Halo? Unaona, malaika anamuuliza Yakobo, jina lako nani? Hivi unadhani malaika alikuwa hajui jina lake, jina la Yakobo anaitwa Yakobo? Alikuwa anajua kwamba Yakobo anaitwa Yakobo, lakini alikuwa anataka kujua kitu gani ambacho kilikuwa kimezuia ile baraka haifunguki, au kitu gani ambacho kilikuwa kinafanya malaika ashindwe kuachilia baraka kirahisi, mpaka ushindane naye, mpaka ugombane naye. Kuna mwingine anasema mimi siombi. Sikiliza nikwambie, kuna wakati natakiwa uweke kiu ya kuomba ili zile baraka zako za alfajiri zifunguke. Yamkini natumaini kuna baadhi ya watumishi wanakuombea. Biblia haisemi Yakobo kuna mtumishi alikuwa anamwombea. Biblia inasema yeye mwenyewe alishindana na malaika. Ndio maana kuna mazingira ambayo utabidi uweke effort wewe, sio watumishi. Wewe uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe umeolewa au haujaolewa, kwa sababu kuna wengine wanaweza kasingizia, siwezi kuamka asubuhi kwa sababu nina ndoa. Ni kweli una ndoa, lakini hiyo ndoa ikianza kusumbua, utakimbilia kwa nani kama si kwa Bwana? Jina lako nani? Alo, jina lako nani? Jina lako naitwa Panueli? Jina lako nani? Jina lako naitwa Yakobo? Kwa nini baraka zinagoma? Baraka zinagoma kwa sababu kuna mazingira umeweka uvivu. Baada ya kupandikiziwa kiu ya kuomba, umejikuta hauwezi kuomba. Hauwezi kuomba ukiwa nyumbani, hauwezi kuomba ukienda kazini, hauwezi kuomba unavyorudi kazini. Unaomba muda wa kula tu. Nini? Kuna mazingira umedhibitiwa, umekuwa bize kiwango ambacho Mungu umemweka kama eneo la nyongeza. Mungu haujamweka kuwa first priority, Mungu kama chaguo la kwanza, kwa sababu inatakiwa uanze na Mungu kama chaguo la kwanza, alafu vitu vingine vifuate. Yakobo anagundua pamoja na kwamba amefanya mavuno kwa Labani, lakini kuna baadhi ya milango ya baraka haijafunguka. Ndio maana anasema sikuachi mpaka usiponibariki. Anamganda huyu malaika, anamwambia sikuachi mpaka usiponibariki. Kama usiponibariki mimi sikuachi, kama usiponiinua mimi sikuachi, kama usiponivusha mimi sikuachi, kama usipoiachilia baraka yangu mimi sikuachi. Huyo malaika wa alfajiri kazi yake ni kufungua baraka ya nyakati. Kuna baraka ya nyakati. Yamkini kuna wengine hawajajua kwamba kuna baraka ya nyakati. Kuna baraka ya nyakati, na kila alfajiri kila mtu ana malaika wake wa baraka, malaika wa riziki za kila siku, ambaye hataruhusu wewe uumwe, ambaye hataruhusu wewe upite kwenye mabaya, ambaye hataruhusu wewe upite kwenye machozi, ambaye hataruhusu uingie hasara. Lakini kama ukienda kinyume na kanuni ya kutembea na huyo na huyo malaika, uwe na uhakika ya kwamba hayo unayoyapitia ni wewe umeyataka, kwa sababu haujauhitaji uwepo wa Mungu uwe karibu na wewe. Haujauhitaji uwepo wa Mungu uwe karibu na wewe. Haleluya, 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 haleluya. Mstari wa 29 anasema, Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko, akambariki huko, akambariki huko. Mstari wa 29 inasema malaika akambariki huko. Halo, swali la tafakari, Yakobo aliiba baraka akiwa kwa Isaka. Inakuwaje hapa ananganda malaika tena achukue baraka? Uwe unajua kuna mahali aliona amepungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Utaomba nami mwambie malaika,
fungua baraka yangu. Ile baraka yangu ninaomba fungua. Naomba fungua. Naomba fungua baraka yangu. Naomba fungua baraka yangu. Hii ni alfajiri. Fungua milango ya baraka. Fungua mlango wa baraka. Na mimi sasa nataka nitembee kwenye baraka ambazo yamkini sijawahi kutembea. Yamkini na vitu vingi, lakini bado sina baraka. Ninaomba baraka ya alfajiri. Ya yule malaika wa alfajiri anayefungua baraka, basi afungue na zangu. Yule malaika wa alfajiri, katika jina la Yesu. Malaika wa alfajiri, mwambie malaika wa alfajiri, fungua baraka yangu. Fungua baraka yangu. Fungua baraka yangu. Fungua baraka yangu. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Wewe ni alfa alfajiri hii. Wewe ni alfa asubuhi hii. Wewe ni alfa kwenye biashara. Wewe ni alfa kazini. Wewe ni alfa kwa kila kitu, katika jina la Yesu. Wewe ni alfa. Na yule malaika ambaye amewekwa kwa zamu ili atembee nasi, yule malaika ambaye amewekwa kwa zamu ili atuinue, yule malaika ambaye amewekwa kwa zamu ili atuvushe, yule malaika ambaye amewekwa kwa zamu afungue milango ya baraka, afungue milango ya neema, afungue milango ya wepesi, afungue kwa jina la Yesu, 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 afungue kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Nasema baraka yangu. Nasema baraka yangu. Nasema baraka yangu. Nasema baraka yangu. Omba nami kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo, katika madhabahu hii ya Twaweza Ministry. Anza kuomba nami, anza kuomba nasi, anza kuomba nasi, anza kuomba nasi, anza kuomba nasi, anza kuomba nasi. Mwambie yule malaika anayefungua milango ya emergency, milango ya baraka za emergency. Yamkini kuna mahali una uhitaji wa msaada, lakini msaada wa emergency kukutokea katika jina la Yesu. Yamkini milango yote imefungwa, lakini saa ambayo yule malaika wa baraka aanze kufungua, yule malaika ambaye wa baraka aanze kufungua, afungue ile baraka iliyozuiliwa, afungue ile neema iliyozuiliwa, afungue vipawa vilivyokamatwa na miungu, afungue, vinaanza kuwekwa huru, vinaanza kuwekwa huru, vinaanza kuwekwa huru. Kila aina ya ugumu unaokutana nao kazini unaanza kuachia katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Hakuna uchawi utainuka, hakuna uganga utainuka, hakuna miungu itainuka, hakuna majoka itainuka. Nasema kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayelinda baraka zetu. Wewe ni Mungu unayelinda mipenyo. Wewe ni Mungu unayeinua kuinuka katika jina la Yesu. Hai, nasema tunatembea sasa kwenye zile kanuni zako za kiroho. Tunatembea sasa kwenye zile kanuni zako za ulimwengu roho. Tazama mama yule, kuna mahali yamezuiliwa, kuna majina yamezuiliwa. Baba, nimeachiria. Baba, nimeachiria ule mkono wako. Baba, nimeachiria ile neema yako. Baba, nimeachiria ule mkono wako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rakate, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Omba nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Omba nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nawe. Sema, nenda nami Bwana. Mwambie Mungu, nenda nami. Kafungue milango ya emergency, milango ya kupokea neema, milango ya kupokea baraka katika jina la Yesu. Na yule malaika aliyewekwa kwa ajili yangu, na yule malaika aliyewekwa kwa ajili yangu, 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 yule malaika aliyowekwa kwa ajili yangu. Mwambie yule malaika aliyowekwa kwa ajili yangu afungue milango ya baraka, afungue milango ya baraka, afungue milango ya baraka, afungue milango ya baraka,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuombea saa hii, malaika afungue milango yako ya baraka, afungue milango yako ya kuinuka, afungue milango yako ya afya, afungue milango yako ya kuinuka katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, anza nami kwenye ibada hii, anza nami kwenye biashara, anza nami, 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 anza nami kwa jina la Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako, anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako, anza vyote na Yesu. Mwambie Yesu, wewe ni peke yako unisaidiaye bila kuchoka. Wewe ni peke yako uniteteaye nyakati zote, hata saa hii na majira haya. Ninakuombea katika jina la Yesu, ninakuombea katika jina la Yesu, ninakuombea katika jina la Yesu, ninakuombea katika jina la Yesu. Ile kiu ya kuomba iliyofutwa katika jina la Yesu inarejeshwa katika jina la Yesu, na yale mashitaka yaliyosimama kwenye ulimwengu wa roho yanafutwa na damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Hai ungana nasi katika ibada za Amka Anza na Kristo, Jumatatu, Alhamisi na Jumapili, kuanzia saa 11 mpaka saa 12. Na Mungu akupe neema. Baba, katika jina la Yesu, yoyote aliyesikia sauti hii akutane na neema na mkono wa malaika wenye nguvu unaoweza kutembea naye, kwamba hautamwacha wala hautampungukia. Hatua zake zitajaa neema, zitajaa wingi wa vitu, wingi wa utajiri, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu uliyetukuka. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe, na Roho Mtakatifu asifiwe.